Kauli ya Rais Samia inajiri siku moja tu baada ya tume ya uchunguzi kuanza kazi rasmi, ambapo ilisema itahusisha wahusika wote katika kufahamu kiini hasa cha machafuko ya wakati wa uchaguzi Tanzania. Haya yote yamaanisha nini kwa mustakabali wa taifa hilo? Ili kufahamu zaidi, tunaungana mubashara na mchambuzi Mhando Philemon Mbuguni akiwa Washington DC, Marekani. Sasa umechukuliaje hotuba ya Rais Samia leo kuhusu nguvu iliyotumiwa kuzima vurugu baada ya uchaguzi na pia maandamano yanayodaiwa kupangwa Disemba 9, Philemon? Naam, asante sana. Hii inaashiria kwamba serikali imeamua kuchukua msimamo mkali katika wakati ambao dunia imeshuhudia nguvu kubwa iliyotumika kwa ajili ya kudhibiti maandamano. Na ukiangalia kwa undani zaidi, hakukuwa na ulazima wa kutumia nguvu kubwa, kwa sababu mosi, maandamano ni haki ya kikatiba, na pili, ushahidi wa picha ambao unaonekana kwa watu waliouawa na wengine waliojeruhiwa, hakuna ushahidi kwamba ni watu ambao walikuwa wanaweka hatari katika usalama kama vile inavyodhaniwa na serikali. Sasa Wizara ya Mambo ya Nje Tanzania, Mhando, ilisema itatumia njia za kidiplomasia kuzuia kusitishwa kwa ufadhili wa Umoja wa Muungano wa Afrika. Lakini leo Rais Samia ameonekana kuchukua mkondo tofauti. Hii inaweza kuwa na athari gani kwa ufadhili wa maendeleo Tanzania? Naam, hii inaweza kuwa na athari kubwa. Kuna hatari ya Tanzania kutengwa katika jamii ya kimataifa kidiplomasia na kiuchumi, kwa sababu tayari tumeona bunge la Ulaya limeshapitisha azimio la kusitisha msaada, na tumeona bunge la Marekani, kamati ya mambo ya nje ya Senate na baraza la wawakilishi, ambao pia wametoa onyo kusema kwamba lazima hatua stahiki zichukuliwe kwa ajili ya kuwajibisha watu waliosababisha mauaji ya raia. Kwa hiyo kama Disemba 9 kutakotokea maandamano na itatokea tena nguvu kubwa ya kudhibiti maandamano hayo juu ya raia, basi kuna uwezekano mkubwa Tanzania ikaathirika zaidi katika mashirikiano ya kiuchumi na kidiplomasia. Tuzungumze kuhusu upinzani, ambapo tume ya uchunguzi imesema itawashirikisha katika kuweza kufanya uchunguzi wake. Lakini pia vile tumesikia Rais Samia akisema kwamba serikali haitaelekezwa cha kufanya. Hii inakaa vipi? Naam, hiyo tayari inaonyesha mkingamo, kwa sababu tume ya uchunguzi, jambo la msingi kabisa, inapaswa kuwa tume huru. Kwa hiyo yule anayechunguzwa anapoteua watu wanaomchunguza, kwa maana serikali inapoteua tume ambayo inachunguza mambo ambayo yamefanyika na serikali, then inaondoa trust kwa watu kuamini kwamba tume hiyo itatoa majibu ambayo hayatakuwa na mwegemeo juu ya serikali. Sasa unadhani juhudi zilizochukuliwa baada ya ghasia za uchaguzi Tanzania zinaridhisha kufikia sasa, au kitu gani kingine ukifanywe ili kuwe na uwiano? Na kwa juhudi mpaka hivi sasa kwa kweli haziridhishi, kwa sababu kwanza kabisa tumeona serikali ilikuwa ikijaribu kubadilisha upepo katika public opinion, ikisema kwamba waandamanaji wametumwa ama zile picha hazikuwa za kweli. Na jambo ambalo lilitakiwa kufanyika ni serikali kushusha joto kwa mambo ambayo tayari yametokea, kwa sababu tayari kuna watu wamepoteza ndugu zao, na vile kuonyesha nia thabiti ya kufanya marekebisho ya kisheria, hususan marekebisho ya katiba. Na hiyo ndio mambo makuu ambayo hivi sasa yanaumiza vichwa vya watu wengi kwa ajili ya kutengeneza mustakabali ambao utakuwa ni endelevu. Lakini kwa hatua mpaka hivi sasa ambazo zinachukuliwa, kwa Kiswahili wanasema funika kombe mwanaharamu apite, hiyo itakuwa ni jambo ambalo halitosuluhisha huu mgogoro ambao mpaka hivi sasa bado unafurukuta ndani ya nchi. Naam, asante sana Mhando kwa kutupatia tathmini hiyo.